أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Ndugu zangu katika iman, tukiwa tunaendelea na muendelezo wa vipindi vyetu vya kheri, leo tumekuja na mada ya pendwa, ambayo mada yetu ya leo ni kupenda kwa ajili ya Allah. Na mada hii tupo na shekhe wetu Sheikh Rashid bin Muhammad Al-Khatiri, ambaye nipo naye hapa, na shekhe falyatafaddal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحابته الكرام أهل البر والوفاء. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tukaribie sote katika meza hii ya kujadili jambo la kheri. Pia vile vile niwakaribishe ndugu zetu wasikilizaji na ndugu zetu watazamaji. Ndio. Kulifuatilia jambo hili kwa karibu, ni jambo muhimu na ni msingi katika misingi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala kaiweka katika dunia hii, ambayo ndani yake hupatikana radhi zake. Ndio. Ahlan sahlan. Naam, asante Sheikh Rashid. Naam, ndugu zangu katika iman, tukiwa tunakumbushana kusubscribe katika channel yetu ili uwe wa mwanzo kupata video hizi ambazo zinatumwa, ili upate kufaidika na haya mambo ambayo tunaendelea nayo ya kustafidisha na kukufahamisha. Tukianza na swali la kwanza, Sheikh Rashid, unaweza kutufahamisha vipi hivi kupenda kwa ajili ya Allah? طيب. Kupenda kwa ajili ya Allah kwa maana fupi ni kwamba antuhibba ma yuhibbuhu Allah wa antubghidha ma yubghidhuhu Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kwamba upende yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyapenda, ameyaridhia. Ndio. Na uyachukia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyachukia. Ndio maana nzuri ambayo itakusaidia kupenda na kuchukia kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo unapokuwa na zoezi lolote mbele yako, sasa hivi nataka nifanye kitu fulani. طيب. Je, jambo hili analipenda Allah? Ndio. Nilifanye kwa ajili ya Allah. Angalia, analipenda, analichukia. Sasa analichukia, basi itakuwa hujafanya kwa ajili ya Allah. Ndio. Analipenda, umefanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unataka kusema kauli, je, kauli hii anaipenda Allah subhanahu wa ta'ala? Hapo itakuwa umefanya kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia na anapenda. Kauli ile anaishikia Allah, usifanye, itakuwa hujapenda kwa ajili ya Allah. Umefanya na umemkasirisha Allah. Unataka kukaa sehemu, angalia ile sehemu, je, Allah anaipenda au anaichukia? Anaipenda, basi umefanya kwa ajili ya Allah, umefanya kwa ajili ya mapenzi ya Allah. Ndio. Anachukia, usifanye, usikae pale. Unataka kwenda sehemu, jiulize, je, sehemu ile anairidhia Allah, anaipenda Allah? Huko ndo kupenda kwa ajili ya Allah. Na kifanya hichi kwa mapenzi kwa ajili ya Allah. Nataka kusoma, je, nasoma kwa sababu gani? Nataka kuuza, nauza kwa sababu gani? Kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya Allah. Ndio. Kwa hiyo kupenda na kuchukia kwa ajili ya Allah ni kujiuliza tu, jambo hili nitakalolifanya, nitakalolizungumza, nitakalolikalia kitako, nitakalolisimamia, nitakalolifungia safari, nitakalolitizama, kulisikiliza, yote mambo yote haya yaingie katika mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huko ndo kupenda kwa ajili ya Allah. Kwa maana kwamba anayoyapenda unayafanya, anayoyachukia unayoweka pembeni. Naam, Sheikh Rashid, hapo kwa nini huku kupenda kwa ajili ya Allah? Yani huku kupenda kwa ajili ya Allah kuna umuhimu gani kwa Muislamu? Kuna umuhimu uliokuwa mkubwa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Ikiwa nyinyi mnampenda Allah, basi nifuateni mimi. Kwa hiyo kama hakuna mapenzi ya Allah, hakuna kumfuata mtume. Ndo hapa unakuta kwamba mapenzi ya Allah yana umuhimu wake. Mapenzi haya ndio atakao kuinua wewe ukaifuata njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na atakayeenda kinyume na njia ya bwana mtume atakosa mapenzi ya Allah, atakosa usamehevu wa Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah pia anatujibia swali letu kupitia kitabu chake. Naam. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu. Uwezo kuwakuta watu ambao wana imani kuna siku ya mwisho, wana imani ya kumwamini Allah. Ndiyo. Alafu wakawa wanawapenda wale ambao wanampiga vita Allah. Tukija katika hali yetu ya saa hivi, wangapi wanampiga vita Allah? Wengi. Nini maana kumpiga vita Allah? Kwenda kinyume na mafunzo yake. Ndiyo. Allah kaamrisha watu wajistiri, wanakwenda huko. Allah kaamrisha watu wasisikilize mambo machafu, wao wanafanya mambo machafu, watu wayasikilize. Ndiyo. Allah kaamrisha watu wafurahike katika mambo ya khairi, wao wanafanya mambo ambayo watu watafurahika katika shari. Kwa hiyo yote haya kuwapenda watu wa aina ile, kwamba Allah kaondoa imani. Ndiyo. Kwamba kuna umuhimu wa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni kuchukia wale ambao wanampiga vita. Kwa hiyo ukijiona unampenda Allah, chukia watu ambao wanampiga vita. Sawa sawa. Pia vile vile kumpenda Allah, katika moja aya Allah pia katika moja aya Allah anatusisitiza pia, anasema kwamba katika kitabu chake tukufu kwamba kama sisi hatutompenda tukaacha dini hii tukufu, ataleta watu ambao watakuwa wanampenda yeye. Allah subhanahu wa ta'ala atawapenda nao pia watampenda. Ndiyo. Watu hawa. Kwa hiyo pasi na mapenzi ya Allah huenda tukarudi nyuma katika dini zetu, huenda tukatoka nje ya dini hii, au tukayafanya mambo ambayo katika dini hayaridhiwi. Sawa. Allah kinyume yake atafanya nini? Ataleta watu ambao wanampenda na yeye anawapenda. Kwa mapenzi ya Allah yana umuhimu katika kutushikamanisha na dini hii, yana umuhimu wa kutuongoza sisi kuyafuata yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia na kuyapenda. Basi na umuhimu wa mapenzi ya Allah tukauhisi katika vifua vyetu, basi jambo hilo litakuwa halimu. Hayo ni yaliokuja katika Qur'an. Tuhitimishe jawabu la swala hili. Hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman. Mambo matatu akiweza kuwa nayo mja, basi atapata utamu na ladha ya kiimani. Ndiyo. Akasema ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Ndiyo. Kwamba mtume na Allah wawe ni vipenzi vyake zaidi kuliko kitu kingine chochote. Sawa. Jambo la kwanza kalitaja hilo. Ndiyo. Kwa hiyo katika mpangilio ule wa mambo matatu ambayo yatamwezesha kupenda yani kupata ladha ya kiimani, ampende Allah na mtume wake kwanza. Ndiyo. Kwa hiyo ukiwa wewe huna ladha ya kiimani, yani unaswali hupati ladha, unasoma Qur'ani hupati ladha, naam, unatoa sadaka hupati ladha, naam, mambo yote ya khair unayofanya hupati ladha, utawezaje kuendelea na Uislamu? Sasa utarudi nyuma, unaweza ukaingia katika nifaq. Kwa hiyo kumpenda Allah ni jambo muhimu sana ili tupate ladha ya kiimani. Hapo Shirazi, katika ladha pia naweza kuongezea kitu kidogo katika uliyosema kuwa ladha ni sawa sawa na kama umeme katika nyumba. Inawezekana nyumba imekamilika, ina microwave, ina washing machine, ina TV, lakini hakuna umeme, mtazida. Kwa vile vitu havina faida. Mfano ambao unafaa mazingira yetu sasa hizi, mtu kaja akapewa nyumba ina kila kitu lakini haina umeme. Hata faidika nini? Hata ishi dhiki. Sasa kwa hiyo ule umeme wa kiimani unasimama katika ile ladha itatufanya sisi tuweze kuishi maisha haya ya kidunia katika namna nzuri, tukafurahika nayo. Kwa mfano microwave, makuka, madegani, haya mazingira yetu ya kidunia. Ndio tukipata ladha ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kumpenda yeye, basi maisha haya pia tutayafurahikia. Ndio. Naam, sahihi kabisa. Naam, Sheikh Rashid, hapa katika swali jingine ambalo nataka nikuulize hapa, katika kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, katika mapenzi ya kumpenda kwa ajili ya Allah, kuna sifa ambazo lazima mtu atakuwa nazo ili tujue kama huyu anampenda Allah. Je, hizi ni sifa gani ambazo mtu atakuwa nazo za kujulisha kuwa huyu anapenda kwa ajili ya Allah au anampenda Allah? Swali muhimu, ina kila mmoja ataiangalia nafsi yake. Je, naam,
sifa hizi zipo, basi itakuwa ni katika wanaompenda Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa hizi hazipo, basi sio kwamba kaingia katika makosa, bali ni wakati wa kuirejea nafsi yake, ndio akaitathmini, akazitafuta sifa hizi. Sawa. Sifa hizi tukirudi katika Qur'an zipo wazi, zimejieleza. Ndio kwa wale ambao watakuwa na uwezo mzuri wa kutumia simu zao, wanaweza download program ya Qur'an, alafu wakaandika neno yuhibbullah, yuhibbullah, alafu ikaja zile aya zote zilizokuja na neno yuhibbullah. Wallahu yuhibbul muhsinin, wallahu yuhibbu as-sabirin, wallahu yuhibbul muttaqin, wallahu la yuhibbu المفسدين، والله لا يحب المعتدين، والله لا يحب كل مختال فخور. Huyo anaweza kafaidika kwa njia hiyo. Na hapa nitoe angalizo muhimu, kwamba Muislamu anatakiwa aendane na ule wakati alionao, aweze kuzitumia hizi programu vizuri. Jambo la kutafuta muda mrefu anaweza kalipata ndani ya sekunde hii moja. Kwa mfano ufungue msahafu, angalie wallahu yuhibbu, inna Allah yuhibbu wa kadha, naweza akachukua mwaka mzima na akapata faida, sio kama alipotarajia, kawa katika hali ya uchofu na nini. Tofauti na ukishakuwa na programu yako ukiandika tu yuhibbu na kuja sifa zote zile Allah anawapenda watu aina fulani, pale unakaa unaangalia, unatathmini. Tayeb, tukirudi katika swali letu kwamba Allah anawapenda watu wenye sifa gani? Naam. Swali ambalo ni muhimu sana. Rudi katika Qur'ani, Allah anasema wallahu yuhibbu almuhsinin. Naam. Wallahu yuhibbu almuttaqin. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Naam. Nini maana maneno haya? Kwa maana kwamba sifa hizi unatakiwa uwe nazo. Sifa nyingine ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazichukia unatakiwa usiwe nazo. Ndio. Hizi ambazo unatakiwa uwe nazo. Allah anapenda wanaofanya ihsani kwa wengine, wanaofanya wema. Ndio. Ihsani ina namna zake, ina aina zake. Kufanya ibada kwa uzuri ni ihsani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kuna ihsani ya wazee. Ndio. Kuna ihsani kukaa na wanafunzi kwa uzuri, ukawasomesha vizuri. Kuna ihsani kukaa na walimu wake mtu vizuri, akaishi nao vizuri, akawatii. Kuna ihsani ya kukaa na majirani. Kwa hiyo Allah yuhibbul muhsinin, anapenda mja ambaye atafanya ihsani huku kote, asiwe anafanya ihsani katika swala tu. Ndio. Hajasema Allah yuhibbul muhsinina fi salatihi. Allah hapendi wanaofanya ihsani katika swala. Allah anapenda wanaofanya ihsani katika swala zao. Al-muhsinin, wanaokuwa ni wenye kufanya ihsani katika kila kitu kwa ujumla. Naam. Kwa hiyo wewe jitahidi ili upate mapenzi ya Allah, uwe ni muhsin. Ibada yako, matendo yako, tabia zako, katika kila unachokifanya. Umesimama katika kusimama kwako kuwe na ihsan. Usimkere mtu. Usisimame sehemu ambayo watu hawataki. Usipite sehemu ambayo watu hawataki upite, wanakuwa unakashifu stara yao. Ndio. Kaa unapita tu, wafanyie ihsani, kaa pembeni. Kila namna ya ihsani ifanye, utakuwa unapata mapenzi ya Allah. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah anapenda wanaosubiri. Sasa unataka unakaa unapoteza muda wako, mimi Allah atanipenda vipi? Allah nitafanya njia gani? Qur'an ishakueleza. Uwe ni mwenye subra. Ndio. Umeomba dua yako, uwe ni mwenye subra. Na ujue kwamba Allah atakubalia kwa namna tatu. Na kuwa na subra sana kunaingia katika namna tatu. Usubiri katika maasi, usubiri katika taa, usubiri na kadari ya Allah. Ndio. Umeomba dua, Allah ima atakupa hapo na kwa hapo, ima atakuondoshia baya huenda likakufika. Sawa. Ima atakwenda kuwekea kwa akhera. Na inasemekana ambao watakuta mambo yao ya akhera huko watatamani laiti zile dua za duniani singejibiwa, wangepata huko akhera, sababu watakuwa na uhitaji zaidi. Ndio. Na Allah ashakuwekea katika huko akhera ni ishara nzuri kwamba anataka ukafaidike na kile. Kwa hiyo uwe na subra katika kadari ya ambayo Allah atakupa. Naam. Umeomba dua haijakubaliwa, kwa mtazamo wako haijakubaliwa, lakini kwa Allah ishafika na hairudishwi. Kwa namna hizo tatu ambazo umezitaja. Kwa hiyo uwe na subra. Sawa. Uwe na subra katika kufanya ibada.
Hiyo tulizosema mwanzo ni subra katika qadar na qadha ya Allah. Una subra katika kujibiwa dua, una subra katika mambo ambayo Allah atakuruzuku, mambo ya kimaumbile. Unainuka, unakwenda kusali, unafunga, unajitahidi, unafanya subra, unafanya kila aina, umeudhiwa, hurudishi ubaya, unafanya subra. Ndiyo. Kwa hiyo hapa unakuwa ni muhsin, unarudisha wema, alafu unafanya subra, unamvumilia. Kwa hiyo subra na aina zake zote uwe nazo. Sasa Pia vile vile muttaqin, Allah anapenda wacha Mungu. naam, Sasa wewe ukiitwa mcha Mungu hutaki, alafu unataka uwe katika vipenzi vya Allah, inakuwa mambo hayawezekani. sasa Haimaanishi kwamba mtu upende kuitwa mcha Mungu, mcha Mungu wetu, mcha Mungu wa kijiji ndio fahari. Iwe katika nafsi yako unajisemea mimi ni mcha Mungu. Ni maana mcha Mungu mtu ambaye anamhofu Allah subhanahu wa ta'ala. naam, Anamhofu, anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. sasa Na nini maana kumwogopa Allah, kumhofu Allah? Ni na katika mafunzo muhimu ambayo tunapata katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. naam, Kwamba mtu anapokuwa katika chumba, kitu gani kinachomzuia asile? Kitu gani ambacho kinamzuia asifanye maasi? Ni hofu ya nani? Allah. Ya Allah. Anatoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhan akiwa amejifundisha subra ya namna hii. Naam, kwamba anafanya jambo lile kwa kumhofu Allah, analiacha kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala tu. Kwa hiyo uwe katika muhsinin kama inavyoeleza Qur'an, uwe katika sabirin, uwe katika muttaqin. Naam. Kwa hiyo mtu anarejea Qur'an, anaangalia kule Allah kasema anampenda mtu aina gani, alafu anakaa nayo ile sifa anaichambua ikoje, nini maana yake. Ndio. Kwa hiyo hii ni mfano, huu ni mfano. Mtu akakaa jishughulishe, atazipata sifa zilizokuwa nzuri zaidi. Lakini hizi ni kama jamia, zimekusanya matendo yote mazuri ambayo Allah humpenda mja kwa sifa kama hizo. Pia vile vile wakati wewe unakuwa ni mwenye kusubiri, mwenye kufanya ihsani, mwenye kuwa mcha Mungu, lakini usahau kwa Allahu la yuhibbu al-mufsidin. Usije ukafanya ufisadi. Ndio. Ufisadi wa kumdhulumu mtu, ufisadi wa kumkera mtu, ufisadi wa aina yoyote. Usije ukafanya. Ndio. Kwa sababu uweze ukakaa eti Allah anakupenda, unafanya yani kama vile Allah akupende, una sifa za kukupenda na una sifa za kukuchukia. Hakuna. Ndio. Ima akupende, ima kuchukia. Kwa hiyo ukiwa unafanya mambo ya shari huko, wewe itakuwa ile sifa haijakaa vizuri. Kwa hiyo kipimo kizuri cha kuhakikisha kwamba mimi katika muttaqin, katika muhsinin, katika sabirin, uangalie mambo ambayo Allah anayachukia, unayo huna. Ndio. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Kaeleza katika Qur'an. Hapendi watu ambao wana fikra ya kufanya uadui kwa wenzao, kuwadhulumu, kuwafanyia hasadi. Hasadi ni uadui, kuonea vijicho, kuwatilia fitna, kuwapelekea maneno ya uzushi. Wote huo ni uadui kwa aina zake. Kujitahidi mambo ambayo Allah kayachukia, sifa ambazo Allah kazisema hazitaki, ufisadi, kujipafahari, kutembea katika ardhi kwa madaha, pia kufanyia uadui watu wengine, kufanya khiana, yote yametajwa katika Qur'an. Kwa hiyo sifa ambazo Allah kufanya israfu, usije ukafanya. Sifa ambazo Allah kazichukia, achane nazo. Itakuwa ni kipimo chako cha kujua zile sifa ambazo Allah anazipenda, unazo, umeshikamana nazo. Qur'an inaweka wazi katika mambo hayo sifa gani za wewe zinazokufanya wewe au anazozitaka mja awe nazo ili ampende. Ndio. Naam, Sheikh Rashid, ahsante wa barakallahu fiki. Sheikh Rashid, sisi tuna watu ambao tunawapenda. Tuna watu tunawapenda, aulia. Hawa watu vipi tutawaonesha mapenzi kama tunawapenda kwa ajili ya Allah? Tunawapenda kwa ajili ya Allah. Naam. Nikuulize swali, unaweza kumwacha unampenda adhurike? La. Hawezi, si thubutu. Ukimwona mfano mtu aweza kamaona mkewe pale ana labda anataka kujikata na kisu hivi, anaweza akamwahi asijikate. Anaona mwanawe anaanguka, anamwahi hata kiadhurike. Ndio. Labda aende katika mambo machafu, aende akafuatana na watu ovu, hataki. Ndio, kweli kabisa. Naam. Kwa hiyo kiasi kizuri cha kumpenda mtu kwa ajili ya Allah, angalia ile mapenzi ya kawaida. Mimi nampenda huyu kama alivyo, basi hutokubali adhurike. Sawa sawa. Kwa hiyo na mtu ambaye unampenda kwa ajili ya Allah, basi hutokubali pia adhurike. Ndio. Madhara gani? Madhara ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, akienda akachoma moto siku ya kiyama. Sasa uko tayari mtu ambaye unampenda aende akaadhibike? Uko tayari eti mzazi wako unampenda unamwachia abakie katika hali ya uovu, alafu aende akachomeke?
Ndio. Bado hujampenda kwa Allah. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Enyi mlioamini, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu na moto. Hayo ndo mapenzi ya kweli. Wanaoamini watafanya hivyo. Kwa hiyo ni kuangalia pia vile vile tukiogeuza swali upande wa pili. Je, huyu rafiki yangu ninaishi naye mimi ananipenda kwa ajili ya Allah? Naam. Angalia, ananiamrisha kuswali. Je, nikifanya kosa ananiita pembeni? Nikiwa naye ananipa nasaha gani? Haimaanishi eti mtu rafiki yako maana kaka hivi kufanya kitu fulani acha fulani, sio hivyo. Urafiki wa kawaida. Rafiki yako atakosea, wewe utakosea, wewe utateleza, yeye atateleza, lakini anakuwa anachunga kwamba hutoki katika nje ya mipaka ya Allah. Naam. Akikuona una tabia fulani atakuweza akakuachia pale, lakini baadaye akakuita kwambia fulani hivi na hivi usifanye, madhara yake ni haya. Ndio. Atatumia namna nzuri ili mradi hatakuacha katika mambo mabaya. Leo hii unaambiwa mtu mfano akifanya tabia mbaya za kuzungumza na mabinti wa watu, za kuwatolea jeuri wazee wake, za kuwatolea jeuri walimu wake, za kupora hizi amali zote zinamnyima baraka mtu yule. Ndio. Tayeb. Sasa rafiki yangu mimi kweli nampenda kwa ajili ya Allah, nitamwacha maisha yake akose baraka? Maisha ambayo yanakosa baraka maana haina khairi ndani yake. Ndio. Atakuwa anakosa ladha katika maisha yake yale. Kwa hiyo hicho ndio kipimo muhimu kabisa, kwamba hatomuacha adhurike na moto wa Allah. Hatomuacha akose baraka za Allah subhanahu wa ta'ala. Atamtaka aishi katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio. Afanye yalokuwa mema, atengenekewe katika kizazi chake, katika mwenendo wake, katika kila ambayo anayafanya. Hiyo ndo namna nzuri ya kusema kwamba unampenda mwenzako kwa ajili ya Allah. Ndio. Swala hili tukilihitimisha na hadithi ya Bwana Mtume, anasema almar'u ma'a man ahab. Ndio. Mtu atafufuliwa na yule mtu na yule ambaye kampenda. Ndio. Kwa hiyo wewe kama kweli umempenda huyo, alafu wewe ni mtu mwema, utamwacha katika maasi, na maana wewe hutofufulia naye siku ya kiyama. Sasa wewe unampenda vipi huyo? Kwamba ikiwa mtu anasema yule nampenda, hajampenda. Na mtu kama anataka kuona huyu anampenda, kipimo hicho hapo. Angalia yule mwenzangu mcha Mungu anajitahidi kufanya khair, lakini ananiacha. Kwa hiyo yule hajanipenda. Alinipenda mimi, atanichukua kwa mkono wangu, atanielekeza, atanisubiria mpaka nikae sawa. Hayo ndo mapenzi yaliokuwa ya kweli. Ndio. Sasa Sheikh Rashid, katika swali jingine ambalo nataka nikuulize, je, kuna onyo gani ambalo kwa wale ambao hawafuati misingi ya kupendana kwa ajili ya Allah? Tunawapa onyo gani watu hao? Onyo kubwa kabisa. Naam. Watu ambao hawapendani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu hawa wanaishi mbali na matendo yaliokuwa mema. Naam. Watu hawa wasipopendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, watapendana kwa ajili ya nani? Ndio. Watapendana kwa ajili ya shahwa zao. Watapendana katika mambo ambayo sheitan anayapigania yawepo katika ardhi hii. Watapendana katika mambo ambayo yanamkorofisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwisho wa mambo yote haya watafikia wapi? Hatima yao itakuwa wapi? Ndio. Sasa hawatakuwa na mwisho uliokuwa mwema. Ndio. Kwa hiyo kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio msingi mkubwa kuwafanya watu wafanikiwe katika maisha yao ya hapa duniani, ili yawe daraja la kuingia katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Basi kuna mapenzi ya Allah, kuna hatari iliyokuwa kubwa. Sasa kuna mapenzi ya kishahawa, kuna mapenzi ya kishaitani. Kwa sababu unapompenda mtu kwa ajili ya Allah, utapenda umuone anaswali, utapenda umuone anasoma Qur'an, utapenda umuone hafuatilii mambo ya shari yoyote yale. Leo hii makafiri wanafanya kila namna na njama kuwapotosha Waislamu. Wanatumia miziki, wanatumia mipira, wanatumia michezo ya kila aina. Ndio. Kwa hiyo watu ambao hawapendani kwa ajili ya Allah watakutana huko. Wanaopendana kwa ajili ya Allah mambo yale watayaacha. Ndio. Kwa hiyo wale kule mtu anaweza akaangalia kidogo alafu akavutwa katika maasi mengine makubwa zaidi. Kwa ni jambo la kuichukulia tahadhari sana hili. Ndio. Kwamba ujue kwamba mapenzi ya Allah yanaenda kinyume na batil.
Unapoona kwamba mimi na fulani hatupendani kwa ajili ya Allah, tumekaa tukazitu kuzungumza, kula pamoja, alafu kila mtu akaendelea na mambo yake, basi ujue ni hatari. Lazima watu wakae wakumbushane, lazima watu wakae waelekezane. Hayo ndio maisha ya Uislamu, wanakaa wanasubirishana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi na mapenzi ya Allah kuna hatari hapa duniani ya kukosa baraka na mambo ambayo aliyoahidi Allah ya kiimani, ya ladha ya kiimani. Watu wapata waumini wanaposoma wanapata Qur'an, wanapata ladha ya kusoma Qur'an, wanaposwali wanapata ladha. Haya yote utayakosa. Kwa hiyo mtu ni juu yake kujifungamanisha na wale ambao wanakaa kwa ajili ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sheikh Rashid, kuna nasaha gani ambazo unawapa watazamaji kuhusiana na kipindi chetu cha kupenda kwa ajili ya Allah? Nasaha gani mapenzi kwa ajili ya Allah unawapa watazamaji wetu? Nasaha kubwa kabisa ya kuhimizana katika jambo hili ni kwamba mapenzi ya Allah ndio yatakuwa karibu naye. Ndio. Allah subhanahu wa ta'ala katika hadith qudsi anasema, man aada li waliyan, mtu ambaye atamfanya uadui kipenzi changu, basi natangaza vita na mtu huyo. Ndio. Anatangaza vita, manake vita ya Allah hamna anayeweza. Atamjalia kama alivyosema, kaanama yasaadu fi samaa. Mtu ajiekti kama vile anapanda katika mbingu, yani vipi anahisi? Anahisi dhiki katika nafsi. Jambo ambalo riziki yake haivumiliki. Kwa hiyo ni kwamba mapenzi ya Allah atakufanya uwe wali wake. Kushakuwa na wali wake, kama hadithi nyingine inasema Allah anakuwa kama ni sikio lako, anakuwa ni jicho lako. Una kwamba atakufanya unachokiangalia na kiridhia, unachokisikia anakiridhia pia. Ndio. Pia vile vile mapenzi ya Allah yanakufanya upate kinga yake. Kashakupa kinga yake. Hapo katika hadithi hiyo, atakayemfanyia uadui wali wangu, basi na mimi nitangaza vita naye. Mapenzi ya Allah ndio ambayo yatakufanya wewe uishi maisha mazuri ya hapa duniani. Mapenzi ya Allah, kama mtu anataka atengenezekewe mambo yake, basi ajue kwamba akimpenda Allah atamfuata yale ambayo anayataka. Mambo ambayo yanasaidia pia kumpenda Allah, sifa zake. Usome Allah ni kwamba ni Qahhar. Ndio. Allah ni Ghafurur Rahim. Uzingatie sifa zake. Kwa hiyo ukimwangalia Allah kwa sifa hizi, vipi unamchukia Allah? Na Allah ni Karim. Unapotenda khair kwa ajili yake anakupa zaidi. Nani ambaye atakupa mfano wa Allah? Amina. Kitu gani ambacho unakufanya wewe usimpende Allah wakati uhai umetoka kwake? Ihsani hii vipi humpendi? Pumzi ambazo unazivuta ni za kwake. Ile nguvu ya kufanyia khairi ni ya kwake. Ukifa unataka kwenda wapi? Peponi au motoni? Huko peponi ni kwa nani? Kwa Allah. Kwa nini usimpende Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye kakutengenezea mazingira kama haya mazuri? Na kila angalia mapenzi yake yote ya Allah. Kakukataza usile kitu fulani, kina khairi na faida tu. Kakukataza kwamba ule kitu fulani usile, kile ambacho utakila kina madhara. Yote ihsani yote hii kakufanyia wewe. Kwa nini usimpende? Kakukataza usishiriki vitendo viovu kwa sababu ndani yake kuna madhara matupu. Kakuamrisha ufanye mambo ya khairi, ndani yake kuna faida tupu. Kwa nini usimpende Allah subhanahu wa ta'ala, na anaishi kakujalia au anaishi na wewe kwa njia kama hizi? Kwa hiyo kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo muhimu, ni jambo ambalo tunatakiwa tulipiganie. Tumuombe Allah sana. Inasemekana katika dua za Nabii Daud, pia vile vile katika dua ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaiomba, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ilayka ila hubbik. Kwamba Allah, nakuomba mapenzi yako, nakuomba mapenzi ya yule ambaye nakupenda, kwa sababu tukiwa pamoja kikundi cha khairi tutakumbushana, tazidi kuwa karibu na wewe. Na nakuomba amali yoyote ile ambayo itanifanya niwe karibu na wewe. Mapenzi ndio yatakufanya karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Naam, ndugu zangu katika iman, tulikuwa na Sheikh wetu Sheikh Rashid bin Muhammad Al-Khatiri, ambaye ni ustadhi wetu kutoka Mahadi Istiqama pale Zanzibar Tunguu. Na mada ya leo tulikuwa tunazungumzia kwa mapenzi ya Allah, yani mapenzi, kupenda kwa ajili ya Allah.
Na anasema mshairi, ta'sil ilaha wa anta tudhihiru hubbahu dhaka al'amalu fil maqali shani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Ndugu zangu katika iman, ikiwa unampenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi utafanya yale ambayo kakuamrisha. Na kama alivyotangulia shekhe kusema, basi tunatakiwa tumpende Allah kwa sababu Allah kila kitu kipo katika mikono yake. Unachokitaka wewe kipo katika mikono yake. Usipompenda utapata nini? Na asipokupenda yeye nini utapata? Na kila kitu ndio yeye anavimiliki. Kwa hiyo tumpende Allah ili tupate radhi zake na tunachokitaka atupe kwa wepesi. Kwa kumalizia kipindi chetu, tunamshukuru shekhe wetu Sheikh Rashid Al-Khatiri, na ulikuwa nami mtangazaji wako Mudaththir bin Said Al-Shirazi, na nyuma ya kamera yupo Sheikh Khalid Al-Izkawi. Wa bihadha al-qalil, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.